Biashara ya makaa nchini Somalia inaonekana kuwa zimwi linaloendelea kuzingua jeshi la KDF katika taifa hilo lilotawanywa kwa vita. Kwa mara nyingine tena madai yameibuka kwamba wanajeshi wetu walioko nchini Somalia wanaendelea kuvuna wasichopanda kwa mauzo ya makaa kinyume cha sheria. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyozinduliwa Ijumaa inadai kuwa KDF inajizolea kima cha shilingi hadi bilioni 1.2 kutokana na mauzo ya makaa. Pesa hizi zinadaiwa kutokana na kutozwa kwa shilingi 202 kwa kila gunia linalopakiwa katika bandari ya Kismayu, ngome ya Al-Shabaab iliyonyakuliwa na wanajeshi wa KDF chini ya muungano wa AMISOM. Baada ya kupoteza bandari ya Kismayu na nyingine zilizo karibu, ripoti hiyo inadai kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab sasa wanafanya biashara na mabwenyenye nchini Kenya wanaosafirisha sukari ya magendo humu nchini. Al-Shabaab hufaidika na kima cha shilingi bilioni 1.8 kila mwaka kutokana na ushuru wa kimagendo unaotozwa malori yanayosafirisha sukari kutoka nchini Somalia hadi Kenya kinyume cha sheria. Ripoti hiyo iliyopingwa vikali na serikali pia inadai kuwa jumla ya wanajeshi 150 walipoteza maisha yao katika shambulizi lililotekelezwa Elade mwezi Januari mwaka huu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa Ikulu Manoa Esipisu amefutilia mbali ripoti hiyo akiitaja kama mbinu ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kuvunja moyo wanajeshi nchini Somalia, akiongeza kuwa KDF haitotatizika kamwe na madai hayo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Kenya kuamuru kuondolewa kwa majeshi yake nchini Sudan Kusini yalipokuwa yakiendeleza operesheni ya amani kufuatia hatua ya Umoja wa Mataifa kumpiga kalamu Luteni Johnson Ondieki, kamanda wa ujumbe wa majeshi ya mataifa mbalimbali yaliyokuwa katika operesheni hiyo. Hatua hiyo inakisiwa huenda ikaleta mtafaruku wa kidiplomasia sio tu baina ya Kenya na Umoja wa Mataifa bali pia taifa changa la Sudan Kusini. Hassan Mugambi, Nipashe, Jumapili.